Idara ya huduma za habari maelezo nchini Tanzania imesitisha leseni ya kuchapisha na kusambaza gazeti la Mwanahalisi kwa muda miezi 6 kuanzia leo Agosti 19, 2026 kutokana na kukiuka sheria, kanuni na maadili ya taaluma ya uandishi wa habari. Kulingana na taarifa rasmi iliyotolewa na idara hiyo jijini Dodoma, adhabu hiyo imetolewa chini ya kifungu cha 9B cha sheria ya huduma za habari sura ya 229 na inahusu pia uzalishaji pamoja na usambazaji wa gazeti hilo kwa njia za kielektroniki na mitandao ya kijamii kwa kipindi chote cha kifungu hicho. Uamuzi huu umefikiwa baada ya gazeti hilo kuchapisha habari katika toleo namba 571 la Agosti 6 hadi 12, 2026 lenye kichwa cha habari Nchimbi agoma kujiuzulu, ambalo liligundulika kuwa na dosari nzito za kiuandishi ikiwemo kukosekana kwa usahihi, mizani na umakini katika uhariri. Gazeti hili lilitenda kosa kwa kuchapisha maudhui pasipo kutimiza wajibu wa kuzingatia usahihi na mizani. Wametumia picha ya Waziri Paul Makonda na kuiwekea maelezo yanayomtaja kuwa ni makamu wa rais Dr. Emmanuel Nchimbi, jambo linaloonyesha kukosekana kwa umakini katika mnyororo mzima wa uhariri, imeeleza taarifa hiyo ya maelezo. Idara ya maelezo imebainisha kuwa adhabu hiyo imetokana na gazeti hilo kurudia makosa baada ya kupewa onyo la maandishi mnamo Mei 2026 kufuatia kuchapisha vichwa vya habari vilivyokuwa na maudhui potofu. Hatua za kumsikiliza mhariri zilikamilishwa kupitia kikao na maelezo ya maandishi kabla ya maamuzi hayo kuchukuliwa. Wakati huo, maelezo yaliandikia barua gazeti la Jamvi la Habari kulitaka lifika ofisini kutoa maelezo ya maandishi kufuatia kuchapisha maudhui inayokiuka sheria na kutowasilisha nakala za machapisho kwa mkurugenzi kama sheria inavyoeleza. Gazeti la Mwanahalisi pia limepewa fursa ya kukata rufaa kwa waziri mwenye dhamana ya habari ndani ya siku 30 kuanzia tarehe ya uamuzi huu.